Karibu nazidi kutazama taarifa za Dira ya Wiki. Tuelekee Kakamega ambapo watu 63 wametiwa mbaroni kwa kuhusika kwenye vurugu zilizoshuhudiwa jana katika eneo la Isulu, eneo bunge la Ikolomani, kaunti ya Kakamega. Wakati wa mkutano wa umma uliowaleta pamoja wakazi, maafisa wa NEMA na wasimamizi wa kampuni ya Shanta Gold Kenya Limited inayotaka kujenga kiwanda cha kuchimba dhahabu eneo hilo, wakuu wa idara ya eneo la Magharibi wamesema kuwa wote waliotiwa mbaroni wana kesi ya kujibu kwa vurugu hizo zilizosababisha vifo vya watu 4 na mali kuharibiwa. Clement Masumbo anaeleza zaidi. Watu 63 wametiwa mbaroni, wakiwemo wawakilishi wa wadi wawili, kufuatia vurugu zilizoshuhudiwa jana katika eneo la Isulu, kaunti ya Kakamega. Wawakilishi wa wadi hao wanadaiwa kuwa miongoni mwa wanasiasa waliopanga vurugu hizo. We have today arrested 53. Yesterday we arrested 10. That's a total of 63 persons. 63 watu tumeshika. Mwenye kugonga huyo officer dada kichwa tumemshika, tuko naye. Tuko na MCA wawili ambaye tumeshika. Hao ndio walikuwa na dish pesa. Sijui kwa niaba ya nani, lakini tutajua tu. Tutajua tu, uchunguzi inaendelea. Kwa tuko na CCIO hapa, tuko na RCIO hapa, wote wanaendelea uchunguzi. Na tuko na timu kutoka Nairobi ambayo pia wanapeleleza. Watu wengine 3 pamoja na maafisa wawili wa polisi wanapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Jaramogi Oginga Odinga, kaunti ya Kisumu, baada ya kujeruhiwa wakati wa vurugu hizo. Tuko na askari 2 wako admitted hospitalini, na jumla askari 21 ndio waliumia. Na pia waandishi wa habari walivamiwa na vifaa vyao kuibiwa. Kuna shule imeharibiwa zaidi ya hata milioni 2. Vurugu zilianza baada ya genge la vijana kuvamia mkutano wa kuhusisha umma katika shule ya msingi ya Emusali ili kujadili pendekezo la kuhamisha zaidi ya familia 800 kutoka eneo hilo, kisha kutoa nafasi kwa kampuni ya kuchimba dhahabu ya Shanta Gold Kenya Limited kujenga kiwanda. Wanaharakati wamekashifu vikali vurugu hizo, wakitaka mamlaka ya NEMA kutumia njia mwafaka za kuhusisha wenyeji. Na tunasema kwamba Shanta wafunge ofisi zao kule Isulu mpaka mambo yatatuliwe. Kwa sababu hatuwezi kubali kuishi na watu ambao wanatusababishia mauaji. Hata hivyo, wakazi walipinga vikali pendekezo la mamlaka ya NEMA la kuwahamisha. Clement Masombo, KTN. Sikia.